waalikwa pamoja na wengine wote ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja nasi. Basi bila kupoteza wakati, ningependa kuchukua fursa hii kwa kuweza kukaribisha Paul aweze kuchukua nafasi ya kutambulisha uongozi ambao umekaa hapa mbele, na baada ya hapo nitaongea nini kinatokea hapa ndani. Karibu Paul. Shalom wapendwa, kwa majina naitwa Henry Paul Cornelius, Sales Secretary wa Catholic Church Lexington, Kentucky. Nimesimama hapa kama msemaji mkuu wa Servant of God, na muda sio rafiki, na ndio maana nataka niende kwa haraka kwa sababu najua watu wametoka mahali tofauti na hali ya hewa nje sio nzuri pia. Nataka kila mtu aweze kuja katika muda utakaopendeza. Hivyo basi nitatambulisha watu kwa haraka. Nikianza, kabla ya kuenda kwenye meza hii hapa, ninataka nipeleke macho yangu hapa kwenye meza hiyo kati tunatupea baraka tele. Kama wewe ulikuwa kusikia, baba padre huyu hapa na yuko na ndugu yetu seminaristi hapa, kaka yetu mpendwa, wako pamoja na sisi siku ya leo. Nimewatambua waliokutambulisha kanisani katika misa ya takatifu, na ndio maana nataka nikupishe ili mambo mengine yaweze kufuata. Lakini pia huku ndio kumekaa, hebu tarudi pia tutarudia mwishoni sababu nyie ndio meza yangu. Huku nina uongozi wa hapa Indianapolis. Mama hapa ndio mkuu, yuko pamoja na uongozi wake ambao tuliweza kukutana jana, na asanteni sana kwa mapokezi mema kwa kila kitu ambacho tunachokwenda kufanya hapa. Tunashukuru sana watu wa Indianapolis. Mkono wangu wa kushoto ile meza pale pia ni uongozi hivyo, na tunazidi kuwashukuru kwa muda siweza kufika huko ambapo mpo, lakini hata nipeleke macho yangu hapa nyuma yangu. Baba pale simama kwanza jamani, tafadhali. Huyu mumpigia makofi tafadhali. Watu wapigie sana. Kama wengi tuko hapa ni kwa sababu ya huyu ndugu yetu anaitwa Kashidi Misien. Ni ndugu mzuri sana ambaye ametuzia sisi kuweza kuwepo hapa, na yeye ndio mwenyekiti wetu wa Servant of God. Kwa miaka hii mitatu yeye amekuwa akituongoza akifanya kazi nzuri sana. Mwenyezi Mungu akubariki na karibu tena. Hapa tuko na dada yetu Charlotte Bawili kutokea Kentucky. Karibu sana dada, asante kwa kazi yako, katibu mzuri kwa mingine tunakwenda kufanya. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Basi upande wangu huku tuna dada yetu Sister Marie. Karibu dada, pia hata kwa mkono. Huyu dada yetu anaishi North Carolina na ndio mkufunzi wa chezea Mungu. Tunashukuru sana kwa kazi yako. Lakini karibu pale tuko na ndugu yetu Almasi. Karibu Almasi. Huyu ndio mchungaji na wetu, ndio mwenye anahifadhi hela ama kipato cha kundi yetu ya Servant of God. Tunashukuru sana kwa kazi yako. Lakini pia karibu yake kunaye ndugu yetu Harris ama Herve, ametokea Florida. Kwa ametoka chini sana masafa marefu na yuko hapa, na ndio mshauri wetu mkuu wa kundi, na tunashukuru sana kwa kuweza kuwepo hapo tena. Na tuko na ndugu yetu Saleh kutoka Kentucky. Ni kijana mpendwa sana, napenda kushiriki pamoja na sisi. Kwa karibu sana na asante sana. Na wasindikizi wengine wote na wachezea Mungu ambao mko hapa, tafadhali msimame ili wengine wote waweze kuwaona na kuweza kuwapongeza kwa kazi hiyo mliokwenda kuifanya kwa miaka hii mitatu. Wasindikizi na wachezea Mungu ambao mko hapa, tafadhali ningeomba msimame tafadhali. Na waona wengi ambao kusimama, lakini tafadhali naomba kumpigia makofi hao ndugu zangu kwa maana kwa kazi ambayo wanakwenda kuifanya. Wamefanya kazi kubwa sana ndani ya miaka mitatu, ilikuwa ni kitu kubwa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Basi tumpongeze spika wetu wa kundi kwa mara nyingine tena katika utambulishaji wake mzuri sana. Tumpongeze jamii. Asante sana nje. Basi kwa mara nyingine tena anayeongea, anayehost sherehe hii ndio disciplinary wa kundi la Servants of God. Mtoaji nizamu kwa wanaoshindikana. Basi ningechukua nafasi kwa kuweza kuharakisha ili tule tumesikia nini kimesababisha tukae hapa.
Leo hii tumeadhimisha anniversary yetu ya miaka 3, lakini mengi zaidi sana nafikiri atakuja kuyaeleza wakati mwafaka ukiwa umefika president wetu Kashindi Lisien. Basi nichukue nafasi kwa mara nyingine tena nimpokee Poe ili afike hapa aweze kutusomea risala ya Kundi. Karibu Poe kwa mara nyingine tena. Mtanisamea sana, mimi nitasimama na naomba tu mnipe muda kidogo niweze kuwasomea risala ya maadhimisho ya miaka 3 ya Kundi ya Servant of God. Kama nilivyokuwa nimesema hapo awali, nimesimama hapa ndio spika wa Kundi ama mpokeaji mkuu wa Kundi, na risala yetu hii ni fupi tu. Natamani tuongee vingi, lakini muda sio rafiki kama nilivyokuwa nimesema hapo awali. Waheshimiwa, mheshimiwa padre, makatekista, waseminaristi na Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Kwa heshima kubwa na shukrani za dhati tunakaribisha nyote katika maadhimisho haya ya kumbukumbu ya miaka 3 ya kundi letu Servant of God. Huu ni wakati muhimu wa kutafakari na kusherekea na kuangalia mbele kwa matumaini na maono makubwa. Historia ya maono. Servant of God ilianzishwa mnamo Agosti 2021 hapa Marekani na vijana wa Katoliki ambao walikuwa wasindikizi na wachezea Mungu katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Kusudi kuu ilikuwa ni kuwaunganisha vijana waliofungwa na changamoto mbalimbali kama vile kutozoea ibada za lugha za Kiingereza au kupoteza imani yao. Lengo lingine la kundi ni kutaka kuonyesha utamaduni na maabudio ya Kiafrika kwa nchi za juu. Tunaamini kwamba kupitia kundi hili vijana wanaweza kuonyesha imani yao, kushiriki vipaji vyao na kuendeleza kujenga misingi ya imani Katoliki. Kwa nini tuitwe Servants of God? Kundi hili Servants of God lina mchanganyiko wa kundi mbalimbali za kanisa wakiwemo wasindikizi, wachezea Mungu na vijana wa Kikristo wote. Maana hata wewe vijana Katoliki ambaye uko hapa na unataka kujiunga pamoja na sisi, tafadhali karibu sana. Tutafurahi kuweza kuwa sehemu moja na wewe kwenye Servant of God, maana sisi wote ni watumishi wa Mungu. Viongozi wa kundi hili kama nilivyokuwa nimetaja hapo awali, kiongozi wetu mwenyekiti ni Kashindi Lisien, vice president wake ni dada yetu Brigitte Fundi ambaye hakuweza kushiriki pamoja na sisi hapa na ameweza kudhaulika. Speaker of the House ni mimi hapa Poe Ari Cornelio, na pia ninashirikiana na dada Elizabeth Yeto kutokea Cleveland, Ohio, dada Charlotte Catherine kutokea Louisville, Kentucky, lakini pia niko na counselor William Herbers, lakini pia anatokea Florida, wachungaji na Alimasi Renga pamoja na April Alimasi kutokea Arizona, au ni wachungaji wetu, ceremonial leader sister wetu Marie, discipline director ambaye ni Ndaisenga Gerard. Shughuli mafanikio. Katika kipindi cha miaka 3 tumeona ukuaji mkubwa kupitia shughuli zifuatazo: mikusanyiko ya mtandaoni. Tunafanya mikutano ya kila wiki kwenye Zoom au WhatsApp call ambapo tunashiriki uzoefu, usawi na kuimarisha imani yetu kwa pamoja. Kila wiki, kila Jumapili tunasali kwa pamoja. Mikusanyiko ya kijamii, tunakutana ana kwa ana mara 2 au mara 3 kwa mwaka wakati wa misa maalum, tukijenga mshikamano na kukuza imani yetu. Huduma kwa jamii, tunatoa msaada kwa wagonjwa, wazee, yatima na wale walio na mahitaji kupitia misaada ya kifedha hata pia kihisia. Mahudhurio ya misa, tunashiriki kikamilifu katika misa mbalimbali ukitangaza neno la Mungu kupitia huduma yetu. Msaada wa kijumuiya, tumewategemea wanamemba wetu tumewatembelea wanamemba wetu waliopoteza au wapendo wao kama vile baba, mama au ndugu yote yule ambaye wanapoteza na kuwapa faraja na msaada wa kifedha kufuatana na uwezo wetu. Changamoto na matarajio. Kila kundi kusanya changamoto na tunayo changamoto mbalimbali zinazokuwa na kutukuma mpaka leo baba padre. Tumekumbana na changamoto za kifedha, uhamasishaji mdogo kutoka kwa viongozi wa ngazi za juu na kupungua kwa shauku ya miongoni mwa baadhi ya wanamemba. Hata hivyo, hatujaacha kufuata suluhisho. Matumaini yetu ya siku zijazo ni kwamba kuimarisha mfumo wa kusaidia wanamemba wetu, kuongeza ushirikiano na parokia mbalimbali kama hapa Indianapolis
kusaidia wasiojiweza. Hitimisho letu niweze kuhitimisha kwa unyenyekevu, na tunatoa shukrani zetu kwa kila mmoja aliyesaidia safari hii ya miaka yetu mitatu. Tunalenga kuwa mwanga wa matumaini wa vijana wa Kikatoliki popote walipo. Tunawaomba viongozi na washiriki wote waendelee kutuombea na kutuunga mkono katika jitihada zetu na kutumikia kwa jamii yetu, lakini pia kwa dhati kabisa tuweze kutoa shukrani zetu kwa wale ambao tulianza kuanza nao kazi hii, akiwa ni ndugu yetu Asire Man ambaye alikuwa pamoja na sisi katika hatua zetu hapo mwanzo mpaka sasa, anaendelea kutusapoti. Na niseme tu kwa kuadhimisha siku hii, tunasema kwa pamoja, tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya Servant of God alikuwa ni mimi Harry Cornelia kutokea Kentucky, msemaji wa kundi hili. Asante. Yesu Kristo. Naomba kwa mara nyingine tena tumpongeze spika wetu wa kundi kwa kusomea risala yetu. Makofi makubwa na vigelegele. Tuombe kwa asante sana. Basi kutoka risala nitakwenda kupokea watu mbalimbali kadha wa kadha kwa ajili ya kutoa neno na wao pia. Malezi ya watoto sio kwa watoto bali ni kwa nyinyi mnaotutizama katika kazi zote tunazozifanya. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwepo na neno kidogo kwa hawa vijana, labda na wengine ambao watakuja kujiunga hapo kesho kwenye kundi hili. Basi nianze kwa kukaribisha Papa Ebambe kusogea hapa mbele kwa kuweza kutoa ushauri mkubwa sana kwa kama mzazi wa kiroho katika safari hii tulionayo. Baba huyu Tumsifu Yesu Kristo. Kristo ndio kwa majina naitwa Dieudonne Sibi Ebambe. Kwa kweli nakwenda kushukuru kwanza vijana ambao tuko nao na tunaungana nao siku ya leo, kwa sababu ni vijana ambao wametupelea, ni vijana ambao tumetoka nao mbali zaidi, na tulipotoka mbali zaidi, basi mbarikiwe kwanza vijana kwa juhudi na kwa changamoto mbalimbali tunazokumbana nazo. Ila nishukuru pia mafaza wetu mapadre ambao ni baba wa imani na safari ya imani ambayo tunakwenda kulelewa ndani. Tunajivunia kukiri imani yetu kwa sababu tumekomaa ndani na tunajivunia yenyewe. Kwa hiyo ningetoa shauri kwamba jitihada la vijana wetu wachezaji na wasindikizi ni jitihada ambayo ina umuhimu wake, kwa sababu iko katika rika ya ujana. Na sasa hivi changamoto tunayo ni ya vijana kuishi mambo ya imani, na mazingira tulionayo hapa tulipo ni kwa moyo wa ziada unaotuma watu kuingia katika imani ili waendelee kuendeleza kanisa. Kwa hiyo ningeomba tu vijana wengine, tukiangalia sura za vijana walio mitaani na vijana walio kanisani, wana mienendo mbili iliyo tofauti, ijapokuwa wote ni vijana. Tumsifu Yesu Kristo. Na mimi si mzee sana, hao waliotangulia sio wazee sana, lakini katika mambo yote ya ujana wanayafanya. Lakini ukiwa kijana, unapokuwa ndani ya kanisa, una neema ya ziada ambapo una heshima na una utu ndani yako, sababu hautakuwa na uhuru wa kufanya kile ambacho uko huru ya kufanya ya dunia. Kwa hiyo tungeomba familia zetu tuwatue wengine wasogelee kanisa, ijapokuwa changamoto ya mazingira tulipo. Ningegeukia kwa baba zetu viongozi, baba padre na pateli, kwa sababu iko pale. Tunaendelea kuimarisha sana vijana katika parokia tunamoishi ili waweze kufuata taratibu za kanisa.
lakini ningeomba kila parokia, sababu tunataka tupanuke katika kuhimizana, na ndio maana unaona tunatoka Cleveland kuja huku, ni katika himizo na kupana moyo kwa wale walio wakweli wa na watu. Kwa hiyo tungeomba katika kila parokia wasiwe wasindikizi na wachezaji ndio wanaoendesha vitu vyao, lakini wawe na wababa walezi kama viongozi wa eneo. Hiyo inapeleka ujumbe kwa baba padre ama wa baba zetu wa maparokia wawe na viongozi tofauti na vyama vya kundi, sababu wale viongozi watawachunga kama watoto wanaowaelekeza kufanya mambo ya kanisa, kama katekista, kama viongozi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo watoto wanalelewa vizuri wakiwa na wababa wazuri. Mimi mfano niko katekista na kiongozi Cleveland, ina maana mimi siko msindikizi, lakini kwa sababu mimi ndio ninatoa taarifa kwa kanisa, wote tunaokuja nao hapa padre anajua wamekuja wangapi na ana taratibu hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kila mmoja wanataka wawe na taratibu hii ili kukomaa zaidi, na watakomaa kama wakupelewa na parokia husika ndiyo maeneo, na parokia na parokia basi itakwenda kujulisha parokia nyingine, watoto wanakuja huko na wanafanya ziara fulani. Tumsifu Yesu Kristo. Hii ni ujumbe ambao utakomanisha hawa vijana kufanya vitu peke yao tofauti na mama kanisa. Na kwa kumalizia niseme kwamba tuna ibada la Kiswahili Jumapili, tena tunageukia wasindikizi watakaokuwa tayari, wachezaji watakaokuwa tayari Jumapili la tariki 1, na maana tariki 31, misa ya shukrani Cleveland, Ohio, parokia ya St. Coleman. Kila mwaka inakuwaka na mkesha wa shukrani wa kumaliza mwaka hadi kufika asubuhi karibisha mwaka mpya. Ile misa ya baraka inakuwa ni ibada ya Kiswahili. Kwa hiyo mwakaribishwa wote kwa lugha, kwa upendo, kwa ushirikiano ambao tunao hapo tulipo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuwasapoti na tuendelee wote, maana kanisa inasema tufanye yote kwa moyo, kwa pamoja na kwa imani moja. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tumpongeze kwa mara nyingine tena baba yetu mlezi. Basi katika risala ambaye atusomea kiongozi pale alimention mtu mkubwa na muhimu sana ambaye kwa jina anaitwa Tresor Marike Mpenda. Angesimama ili awapungie mikono wasiomjua. Please simama kwa heshima zako kiongozi. Tumsifu Yesu Kristo. Sikufanya neno la ungwana, nimekuja na waumini wangepunga hata mkono ungesimama niliyoungana nao. Basi waimbaji wenzetu tulioandama nao kuja kushiriki ibada kutoka Cleveland, wao tusimame wote. Basi tupunge mkono kwa Wakristo wenzetu. Asante sana. Na wengine wameshasafiri. Asante. Ya basi nichukue fursa hii kwa kukaribisha Mali Sawa kwa dakika moja tu ili uweze kunisaidia kidogo kuhusiana na swala la kumention waimbaji ambao wamekuja, maana niliona kitu kigeni kwangu. Kuna watu wanaimba huku na huku, sikuelewa mambo vizuri, lakini niliomba tu Mali Sawa sogea kwa mbele kidogo please. Na kutoka Mali Sawa nitakwenda kumpokea mshauri wa kundi awe na neno, na kutoka kwa mshauri tunaenda kwa mwenyekiti, kutoka kwa mwenyekiti tutaenda kwa frateri, na baadaye padri anasema neno na tunaenda kula. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, mbona kama vile tumelengalenga sherehe wewe? Oye. Amezaliwa kweli? Tuko sasa ndio mpalezi au hiyo. Ni sherehe. Bila kupanda kwamba tunawashukuru sana ndugu zetu Servants of God kwa kufanya tafrija kama hii ya siku ya leo. Na kwa moyo huo mlio nao na kwa ujana bado mlio nao, tunazidi kuwapa moyo na kuwahimiza usiishie hapo, isipokuwa kati yenu tutegemee kupata masista, mafrateri na wengine watume wema katika kanisa. Hiyo lingekuwa jambo nzuri sana, lakini kwa kutokuponda muda, kwa maana tuna waimbaji ambao wametoka
wageni wote kuanzia kule Mlete, Umayo, Kentucky, wote wako hapa. Ungesimama tupige mkono. Asante sana. Hao ndio wageni wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa ujumbe mzuri sana na kutusaidia kusimamisha waimbaji toka sehemu mbalimbali. Haya makofi hayatoshi, muongeze. Basi karibu mshauri wako. Kwa jina naitwa Dawe, naishi Florida na nimekuwa mshauri wa kundi hii kwa takriban mwaka mmoja endelea na mwili. Baada ya kipindisho tumefanikiwa kuweza kuokoa nafsi nyingi jana kwa pamoja na kupitia vitu vingi mbalimbali. Jumbe wangu siku ya leo ni kwa wazazi, naomba tuwasihi waweze kuwaleta vijana wenu katika kundi kuwafundisha, kwa sababu ukiangalia wengi wetu ni kama siwezi kusema kwamba umesogea sana, lakini naelekea sehemu kwa majukumu yanakuwa mengi na siku ambayo tunaweza kuachana mbaya. Kwa hiyo endapo tutaweza kuondoka, tunahitaji kuweza kuacha legacy vijana waweze kufundisha wengine, lakini pia kufundisha wengine, basi kujili inaweza kuendelea. Ukiangalia wengi wetu tumeanza kusikiliza kwa miaka 10 ama 12 iliyopita, na kwetu sisi hata sasa hivi tulikuwa tayari tumeshaachana na haya, tunafanya kwa wengine kanisa, lakini tunaendelea. Ni vizuri tuweze kuona kwamba tunaweza kuwavuta wengine na kuweza kufanya kazi hii. Ukiangalia kwenye kundi letu ni vijana wengi kuanzia umri wa miaka 20 kuendelea, ndani mpaka 20 mpaka 30. Kwa hiyo vijana ambao miaka 13 kushuka tunafanya wachache sana, na hii inahuzunisha sana kutokana na kwamba ukiangalia kwamba sisi kwa sisi tunajiungana kiimani. Kwa hiyo wale wadogo zetu tunawaacha, tunajua kwamba wapo nyumbani, maana vitu vingi ambavyo tunaweza kufanya kila Jumapili jioni, basi tunawakaribisha na sisi na tutafurahi kuweza kujifunza pamoja na kuzidi kuwa kiimani. Nashukuru sana. Pongezi kubwa kwa mshauri wetu kwa neno zuri. Mpongeze tena jamani. Basi nataka tuchukue fursa hii kumkaribisha mwenye kausha na fikiri. Karibu kwa neno. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Ada Rashid. Ya kwanza nataka kumshukuru Mungu kufika kwa siku ya leo. Pia nataka kushukuru Baba Padri, japo masaifu yetu alikubali kupokea sisi watoto wake. Pia nashukuru waimbaji wote waliojitolea kuja kutuunga mkono. Pia nashukuru sana washindikizi, ni vijana, watoto wadogo wanakusanya hapa ili tusherekee Noeli pamoja. Mungu azidi kuwabariki. Pia nashukuru Papa Boyoma mwenyewe aliyeshughulikia hii yote sherehe yetu, alisimamia yote mapishi. Mungu azidi kupatia nguvu. Asanteni. Haya makofi kwa mwenyekiti hayatoshi, tumuongeze tena jamani. Yes, asanteni sana mwenyekiti. Karibu Frateri Padri mtarajiwa wetu kwa neno. Tumsifu Yesu Kristo. Heri ya Christmas. Bwana asifiwe. Heri ya Christmas. Asanteni sana. Mimi ni washukuru sana, nimshukuru Padre kwanza kwa mwaliko au kwa makaribisho mazuri na kuweza kushiriki ibada ya misa takatifu, hasa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Niliona watu wengi wamefurahi na natumaini kwamba hiyo furaha ipo mioyoni mwetu, na sana sana tutaenda
kugawa furaha hiyo na wenzetu, jirani zetu, wafanyakazi wenzetu na wale ambao labda hawajapata nafasi ya kuungana nasi. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa zawadi ya imani na hasa zawadi ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alijifanya kuwa kama sisi, kama Padre alivyosema, ili na sisi tuweze kufanya nini? Tuweze kuingia katika umungu wa Mungu Baba ambaye amekwenda kuleta Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu ya kutuonyesha sura ya Baba au upendo wa Baba. Ndiyo, nawashukuru pia, nimesikia kuna watu kutoka sehemu mbalimbali. Ni nafasi ya pekee kuweza kusema kwamba imani inaanza nyumbani, imani inaanza parokiani kwetu ambako tunatoka, kisha hiyo imani inaweza kwenda mahali pengine. Kwa hivyo basi, ambacho labda ningesisitiza au ningeongezea ni kwamba tuwe waamini au waumini ambao tunaanza kuonyesha mifano mizuri kwenye familia zetu, kisha tunaenda kwenye parokia zetu, tufahamike kule kwenye maparokia kule, sio tu Wakristo wa kwenda pale na nyumbani, alafu nyumbani kwetu hawatujui au parokiani zetu hawatujui. Kwa hiyo tuwe kule kwanza, kwa sababu kule ndio watasema ndio huyo tunamfahamu, lakini watu wa pale hawatamfahamu. Kwa hivyo basi imani inaanza huko, na kuweni huko nyumbani ukiweza kusali vizuri, kushiriki misa takatifu kama kawaida, halafu unaweza mkawa mnaenda sehemu zingine na kuweza kugawa ile imani na watu wengine. Nawashukuru sana kwa kuweza kutualika siku ya leo na kuweza kutupatia nafasi hii ya kuweza kushiriki mkutano huu na ninyi, na sana sana tuwashukuru viongozi na hasa padre kwa ajili ya kuweza kutupatia nafasi kama hii. Tumsifu Yesu Kristo. Pongezi kubwa kwa mara nyingine tena, pongezi kubwa sana. Huyo ni padri mtarajiwa. Asante sana kwa ushauri mwema. Karibu Baba atuamini. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nafasi nyingine tena ningesema karibuni. Imekuwa ni furaha kwetu na kwa sababu jumuiya yetu ni changa sana. Nafikiri hii imekuwa ni nafasi ya kujifunza na nafasi ya kuwatia moyo kwamba na wao waendelee kuwa kama ilivyo katika parokia zingine. Seminari alisema mambo mazuri sana. Jambo la msingi ambalo tunakusisitiza hasa ni kuangalia changamoto ya jumuiya ya Servants of God. Wanadai kwamba kuna pamoja na changamoto zingine, lakini changamoto ambayo nataka kusisitiza ni kwamba kuna kupungua kwa shauku miongoni mwa baadhi ya wanachama na pengine baadhi ya vijana. Mimi ningependa tu kuwakumbusha na kuwasisitiza, nchi hii ni nzuri sana, lakini nchi hii inaweza kuwa ngumu sana kama kuwe na mwelekeo. Kitendo hiki wanachofanya Servants of God kwamba vijana mwe pamoja, vijana mwe na imani, tuwe kwa imani wakati tunafanya mambo mengine, ni msingi muhimu sana, kwa sababu usipokuwa na imani nchi hii unaweza kuzama rahisi sana. Kwa hiyo nitaka kuwashukuru Servants of God, nitaka kuwaimarisha, kuwakumbusha wengine ambao hawajajiunga waangalie hilo kwamba katika yote tunayofanya Mungu ni kwanza. Hela itatafutwa, kanisa nyingine naweza kukaa hata hela hii usipate. Kwanza nyinyi wengi hapa hela nyinyi mtafuta, saizi karibu nusu ya pesa mzopata mnapeleka ndugu zenu wanaomba. Kwa hiyo ni ngumu. Cha msingi hapa mkuwe imani. Na nikisema katika hilo nataka kuwahimiza hao wa parokia hii. Parokia hii hao watu mliowakaribisha ni watu wazuri sana, wako active kama hivyo hapo Mbovu, lakini hapa mimi nataka kuwashtaki ninyi wote mlete. Hawa jamaa hapa wanakujaga siku ya misa ya Kiswahili, Jumapili za kawaida na wengi wao ni siku ya kanisani.
nawaambia hao wajamaa wajue hakuna sababu ya kufichana. Sasa kama msingi wenyewe ndio huu, alafu unakuja tu pesa ya Kiswahili, usifanye hivyo. Tuendelee kama alivyosema kiongozi yule kwamba tukue kama parokia, na alivyosema mseminari kwamba hili inaanza nyumbani, inaanza kwenye parokia, inakuja kwenye vikundi vya msingi kama hivi ya serikali, alafu kutoka hapo tutaiendeleza. Kwa hiyo tuendelee, ninawatakia baraka zote na ninawatakia safari njema, na nafikiri tutakuja kukutana tena. Karibuni sana katika parokia ya St. Michael. Mungu awabariki. Heri. Kwenye sherehe ya kuzaliwa padre anaongea neno, makofi yanakuja hivi, mumuongeze. Wewe ni moto. Ongeza hicho kitu kizuri. Kiongeza tena. Asante sana. Basi tunataka tuelekee kwenye utaratibu wa kula. Basi tutaanzana na hizi meza za mbele. Zitaelekea kule kwa ajili ya kupewa chakula, na baada ya hapo tutafuata na watu wote kutoka Cleveland, Ohio. Basi baba padri, tunaweza tukafuata huo utaratibu ili tuweze kuchunguza muda pia. Karibuni. Meza zote za mbele mfuate kwa padri ili mwelekee kule. Vijana tunaipata nyumbani sema kama rahisi sana tunakwenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wanabeba wote wa Seventh of God, kuongeza kujitolea kwa moyo wa upendo, mshikamano. Miaka mitatu pia ilikuwa rahisi kwa vijana. Tunajua kuongoza vijana ni changamoto sana, kwa sababu baadhi ya watu wanajisikia iko sawasawa. Kwa hiyo tunapindi sana napitia, hata kama ni kipindi napitia, lakini kutoka kwa shukuru kwa sababu tunaonyesha kujali na kupenda kugeni, na naweza nikawaombeni sana uweze kuendelea na hiyo na ataweza kubariki. Kwa hiyo nakwenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa yeyote yule aliyopata mwaliko wetu na akaweza kujiunga na sisi kwa leo. Asante.
Tumupongeze. Basi natoa nukuu, naweka nukta kuna nukuu kwa hili jambo. Msindikizi yeyote ambaye ni mwanamemba wa Assemblies of God anaombwa kuhakikisha kwamba kwenye parokia yake anakotoka anashiriki kazi hizo, sio kutembea tembea masteti tu. Kama unajua kwamba wewe msindikizi, hakikisha unatekeleza huo wajibu, kwa maana tutaanza kuwatoa wale wote ambao hawataki kushiriki parokiani, lakini wanataka wao wanazungumza. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunafunga kwa hili. Naomba tuiname vichwa kwa ajili ya baraka ya mwisho. Mungu, tunakuomba wabariki watumishi wako, walinde na waongoze, na hasa viongozi wa jumuiya ya Assemblies of God, wazidi kuwafundisha, kuwapa moyo na kualika vijana wenzao wa Kristo. Naomba wabariki watumishi wako, waende na safari njema, walinde katika usafiri zao na walinde kwa afya na imani. Mungu Mwenyezi awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na amani.